Leo tumekuwa na kikao na makundi mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote. Kikubwa tulikuwa tunawaeleza umuhimu wa jamii kujiunga na hii bima ya afya kwa wote, kwa sababu magonjwa huwa yapigi hodi, na rais wetu aliahidi katika kipindi cha siku 100 kwamba atahakikisha wananchi wote wanajiunga na bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo na sisi katika kutimiza yara ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi, leo tumekuwa na kikao na wataalamu wafawidhi wa vituo vyetu vya kutolea huduma vya serikali na binafsi, lakini viongozi wa dini, watendaji wa kata, lakini pia na wakuu wa taasisi na wananchi mbalimbali, wajasiriamali kama bodaboda. Lengo ni kuupa elimu umma ujue na kutambua umuhimu wa bima hii ya afya kwa wote. Kwa ni lazima tujipange sisi watumishi ambao tunaenda kulisimamia zoezi hili kuhakikisha kwamba linafanikiwa, watu wajue, ili tutakapoanza utekelezaji wake hasa kwa makundi yale ambayo hayajiwezi waweze kupata huduma hizi kwa urahisi. Lakini lipo kundi lingine muhimu sana la bodaboda, vijana na mamalisha, ambalo mimi kwenye wilaya yangu nimeshaelekeza kuanza kuwatambua kwa kila kata bodaboda wote, na lengo langu lilikuwa ni kwamba tunao wataalamu kwenye halmashauri, maafisa biashara, maafisa mipango, pale tunapohitaji kuwapa elimu tuweze kuwafikia na kuwapata kiurahisi. Lakini vile vile nimemwelekeza OCD kupitia DTO kwamba vijana hawa wakati mwingine wanajifunza kuendesha bodaboda wanakuwa hawana leseni. Tunataka wanapokuwa wanajulikana maeneo walipo na vikundi vyao, badala ya kuwaita na kuwasafirisha umbali mrefu kuja kuwasaidia hawa DTO, tumepanga utaratibu kwamba kila tarafa, kwa sababu tunazo tarafa 5, tutakuwa tunawakusanya mahali pamoja, wanapewa elimu ya masuala ya usafirishaji na usalama barabarani. Kwa hiyo itatusaidia sana, na kupitia mikutano kama hiyo, kila taasisi ambayo itakuwa na ujumbe wake nataka kupeleka kwa waendesha bodaboda itakuwa ni rahisi. Kwa mfano watu wa zimamoto, yako majanga mbalimbali ambayo yanajitokeza, kupitia vikundi vyao hivyo na kusajiliwa kwao huko, itakuwa ni rahisi kuwapelekea huduma, lakini na kuwapa elimu ya ujasiriamali. Lakini kubwa zaidi ni hili la bima ya afya. Kundi hili la bodaboda ni kundi ambalo limekuwa kwa kiasi kikubwa ni wasirika wakubwa na ajali za barabarani. Lengo la rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona makundi haya ambayo ya watu waliojiajiri wanakuwa na afya muda wote, na pale wanapopata changamoto ya kiafya wanapata matibabu kwa urahisi, kwa sababu tayari tumeshaanza kuwaratibu na kuwatambua vikundi vyao na vituo vyao kwa kila kata. Manake hata hili la bima ya afya kwa wote, manake tutawafikia kirahisi. Kwanza wao wenyewe kuhamasisha wajiunge, lakini na wao watakuwa mabarozi wetu wazuri sana wa kupeleka hii elimu ya bima ya afya kwa wote kwa ndugu wenza wao, marafiki zao na wazazi wao, ili tuweze kukamilisha kwa ukamilifu wake na kama ambavyo rais amekusudia, ili tuwe na jamii yenye afya inayoweza kufanya kazi za uzalishaji bila shida yoyote. Kwa majina anaitwa Dr. Fredrick John Mgalula, ndiye mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Kwimba. Jambo hili kwa kweli ni mapinduzi makubwa sana, kwa sababu sasa inaenda kumgusa kila mwananchi kwa gharama iliyo nafuu kabisa. Katika bima hii ya afya tumeona ni kifurushi ambacho kitakuwa na nafuu na kitagusa watu wote, ikiwepo hata zile kaya ambazo zisizo na uwezo. Serikali imefanya kazi yake kubwa kwa kuhakikisha itawatambua ambao wanahitaji msaada wa kulipiwa bima hizo. Kwa hiyo na sisi wananchi ni fursa kwetu kuona namna gani tutajipanga ili kuweza kuchangia kile kiasi kidogo cha 1.5 kwa kaya ya watu 6. Tuichangamkie hii fursa. 1.5 na familia yako mtatibiwa kuanzia ngazi ya zahanati na mpaka ngazi ya hospitali ya taifa. Kwa hiyo nasisitiza tena tuchangamkie fursa hii. Kwa jina naitwa John Masele Machame, mwenyekiti bodaboda kata ya Ngudu, wilaya ya Kwimba.
Mimi ninasimama kwa kuzungumzia hii elimu ya kuhusu bima. Bima ni jambo zuri na tumelipokea, na bodaboda tutalishughulikia kwa pamoja sote, na elimu itawafikia popote pale walipo, na tutaendelea kuelimisha na jamii zingine na jamii mbalimbali. Isipokuwa kwa watu ambao wako vijijini, tutaweza kuwafikia labda viongozi wa pande mbalimbali, wakiwemo viongozi wa vituo, viongozi wa vijiwe na makamanda wa bodaboda.